Tutumie pesa ile tunachukua kutoka kwa kodi kwa maslahi ya wananchi na kusaidia watu wetu. Hii kasumba ya kujishughulikia kwa viongozi kuangalia maslahi yao ndio imeelekea nchi yetu kuingia mahali ugumu kama sahi. Nikiongea hivi, ndugu zangu na dada, zaidi ya shule 30 Kenya zimefungwa kwa sababu hata walimu wakuu wa shule wako na shida. Ile capitation ya kuingia kwa shule haingii. Hawana jinsi vile wanaweza kutunza na kuweka watoto kwa shule. Mashule inafungwa. Ukiangalia kwa afya kuna shida. Nyinyi wenyewe mnajua wakati tulikuwa kwa serikali na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tuliweka mikakati ya kupeleka pesa kwa shule na tulikuwa tunasimamia shule vizuri na elimu ikiwa inasimamiwa vyema. Sasa hawa ndugu zetu kazi yao ni kupoteza pesa ya umma, kuhonga na kupora nchi. Muliona Nairobi jana, mtu mmoja Nairobi, mfanyakazi wa umma, anashikwa akiwa na milioni 65 pesa taslimu. Hao watu wamepora nchi, hawajaipora? Si wamepora nchi, wamemaliza? Ndio tunawaambia, hiyo ndio sababu yetu kusema waende wafanye hii tamu yao moja, waende, kasi imewashinda. Wangapi mnakubaliana na sisi? Kwa sababu ufisadi huo ndio umeelekea kwa sekta ya elimu, ndio umeelekea kwa sekta ya usalama. Usalama wa nchi yetu umezorota. Hapa Meru, hapa mahali tuko, wananchi 144 wameuawa miezi miwili tu kwa sababu ya ukosefu wa usalama. Na wakati tulikuwa kwa serikali na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tulikuwa tumekubaliana tutengeneze bafa ile ya kutrain jeshi na kuweka watu huko kulinda watu wetu wa Meru. Sasa badala ya kutumia pesa kujenga starehe hapa State Lodge ya kujishughulikia yeye mwenyewe kama rais, si hiyo pesa itumike basi kutengeneza ile bafa ya kushughulikia wananchi na usalama wa watu wetu. Hawa ndugu zetu, sisi wananchi tunataka muelewe hivi. Sisi hatuna chuki na mtu. Hatuna shida na mtu yeyote. Yetu tunauliza maswali kwa sababu ya huduma mbaya na usimamizi mbaya wa serikali. Sisi tuko tayari na nyinyi mnatuelewa, wengi wenu mnatujua. Nilikuwa hapa katika sekta ya elimu, mliona kazi yetu vile ilikuwa. Hiyo ndio kazi mimi naomba mnipe nafasi ninyoroshe hii kitu ipangike mzuri, nchi iende mbele. Ama namna gani? Wangapi wanasema niingie ninyoroshe mambo?